nikaangalia posta ama lile tangazo ambalo lilitolewa katika ushiriki wangu limeandikwaje. Nikaona limeandikwa mkurugenzi mwendeshaji wa benki ya watu wa Zanzibar, lakini pia makamu wa rais wa Yanga. Sio kwa umuhimu. Shehe wangu pole. Kaka yangu Msigwa, tarehe 8 ni siku ya wanawake duniani. Tanzania tuna bahati, rais wetu pia ni mama. Tunaweza tukaita hii dabi ya mama tarehe 8. Ili siku hiyo kuna watu kutoka mitaa ya Kariakoo, Jangwani na Twiga watoe zawadi kwa mama pia. Tarehe 8 ya mwezi huu wa 3. Baada ya hayo machache, nawatakia kila laheri katika mfungo huu wa Ramadhani, na Mungu atutakabalie ibada zetu na saumu zetu. Wale wenye maradhi Mungu awaponye, na kila ambalo tunamuomba basi insha Allah atutakabalie. Ramadhani mubarak. Ukiisoma kwa undani aya hii, inawezekana wamama msiipende sana hii. Ina mafunzo mengi ndani yake. Ninachotaka kusema kwamba Qur'ani ni tiba, Qur'ani ni mwongozo, Qur'ani ni dawa kubwa sana. Ukiisoma moyo unapata amani, unapata utulivu mkubwa sana. Na leo hapa vijana wetu hawa wameonyesha kipawa na kipaji kikubwa sana katika kuisoma Qur'ani hii tukufu. Lakini kwa kuwa langu leo ni kutoa neno hili la mdhamini, sisi kama PBZ tuna furaha kuendelea kushirikiana na wenzetu hawa wa Tanzania An-Nujum Islamic Center kwa miaka ama kwa mwaka wa 3 mfululizo, na tumedhamiria kuendelea kuwashika mkono na kuiunga mkono taasisi hii katika kila mwaka watakaokuwa wanaandaa mashindano haya ya Qur'an, katika kukuza maadili, lakini kuhakikisha kitabu hiki kitukufu kinaendelea kurithiwa katika generation na generation kwa vijana wetu wote. Na kwa kuwa kama nilivyotangulia kusema kwamba kila kitu kipo katika hiki kitabu, miongozo yote ipo, maadili yameelezwa humu, mnachokifanya ni kitu kikubwa sana. Mnalolitekeleza na mnalitekeleza katika mfungo huu ama mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Allah pekee ndiyo ambaye ataweza kuwalipa kwa hili kubwa ambalo mnalifanya, na Mungu awatakabalie yale yote ambayo mmekuwa mkiyaomba, yale yote ambayo mmekuwa mkitamani katika taasisi hii ya Tanzania An-Nujum Islamic Center yawe, basi yawe kwa spidi kali sana. Ndugu zangu, kwa kuwa natokea PBZ na kwa kuwa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna jambo pia ningependa kulieleza. Kwa wale ambao mmefuatilia siku mbili hizi ama wiki hii, kule Zanzibar tumezindua hati fungani inayoitwa Sukuk. Moja kati ya maeneo ambayo jamii kubwa ya Kiislamu imekuwa ikipata changamoto ni namna gani tutapata maeneo ya kuwekeza fedha zetu na kupata kipato kilicho halali. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia benki yetu ya PBZ tumezindua rasmi Sukuk, ambayo kila anayetamani kuwekeza fedha yake na apate kipato cha halali, basi tunamkaribisha aweze kutembelea matawi yetu yote ya PBZ. Watendaji wetu watampokea, watamwelimisha na atapata na yeye faida ya kuwa mwekezaji katika Sukuk hii na kupata kipato kilicho cha halali. Lakini hata ile michango na misaada yetu katika taasisi yetu hii ya Tanzania An-Nujum Islamic Center, tunaweza nayo tukaiwekeza katika uwekezaji huu wa Sukuk ili tuweze kukuza mapato ya taasisi yetu hii
zaidi ya kutegemea ile michango ya wanachama, wanafunzi na wazazi, lakini tutakuwa tumeendelea kukuza uchumi wa Kiislamu, ambapo tunatamani kuona Tanzania nayo inakuwa hub ya Islamic financing, na hili mimi naamini linawezekana kwa kile ambacho nimekiona hapa leo. Lakini pamoja na PBZ, nilikuwa nikizungumza na kaka yangu Yusuf pale, amenishirikisha kwenye jambo kubwa, jambo la kheri na jambo lenye baraka. Ndugu yako wa Kiislamu anapokuvuta akakushirikisha kwenye jambo la kheri, anakuwa anakutakia mema, anakutengenezea akhira yako na wewe. Nakushukuru sana Yusuf, kama nilivyokuahidi kwamba nje ya PBZ mimi basi kuanzia leo nitakuwa na hii taasisi bega kwa bega, na kila mwaka wakati wa mashindano haya naomba kama ulivyonishirikisha sasa hivi unishirikishe, nitakuwa sehemu ya Tanzania Al-Nujum Islamic Center katika kuhakikisha tunakuza maadili na malezi mema kwa vijana wetu. Na hasa kupitia huduma zetu tunazozitoa kwenye benki ya PBZ Ikhlas. Lakini leo tuko katika tukio adhimu na muhimu sana, tukio ambalo tumetumia muda wetu kukisikiliza kitabu ambacho kina zaidi ya miaka 1300 tangu kilipoteremshwa, lakini ni kitabu ambacho kila unachokitaka ukienda kukitafuta ndani yake utakikuta. Na kwa kuwa sasa hivi tuko katika dunia ya mitandao, ukiingia hata Google ukiandika chochote kinachohusiana na Qur'ani itakuletea aya. Wakati vijana wetu wanasoma hapa, kuna aya ilisomwa, sijui nikupe mtihani mwenyekiti wetu, sura ya 4 aya ya 3, na hofia kuisoma. Shiriki katika kuisoma Qur'ani hii tukufu. Wazazi na wageni waalikwa wote, kwa mara nyingine tena, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Mheshimiwa Arafat Haji kwa salamu hizo. Naomba kama ulivyonishirikisha sasa hivi unishirikishe, nitakuwa sehemu ya Tanzania Al-Nujum Islamic Center katika kuhakikisha tunakuza maadili na malezi mema kwa vijana wetu. Na hasa kupitia huduma zetu tunazozitoa kwenye benki ya PBZ Ikhlas. Lakini leo tuko katika tukio adhimu na muhimu sana, tukio ambalo tumetumia muda wetu kukisikiliza kitabu ambacho kina zaidi ya miaka 1300 tangu kilipoteremshwa, lakini ni kitabu ambacho kila unachokitaka ukienda kukitafuta ndani yake utakikuta. Na kwa kuwa sasa hivi tuko katika dunia ya mitandao, ukiingia hata Google ukiandika chochote kinachohusiana na Qur'ani itakuletea aya. Wakati vijana wetu wanasoma hapa, kuna aya ilisomwa, sijui nikupe mtihani mwenyekiti wetu, sura ya 4 aya ya 3, na hofia kuisoma. Shiriki katika kuisoma Qur'ani hii tukufu. Wazazi na wageni waalikwa wote, kwa mara nyingine tena, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Mheshimiwa Arafat Haji kwa salamu hizo.